Wasikilizaji wetu wapendwa, tunawakaribisha katika kipindi chenu cha Saa ya Jamia. Jamia Mosque Hour ambayo inakuja kwenu kwa udhamini wa kamati ya msikiti wa Jamia. Katika nyakati hizi za Ramadhani, ndugu yetu Muhammad Abdullah ameacha ile mada yake kuhusu Palestine na ameingia katika ushindi wakati wa Ramadhani, na anazungumzia au ameanza kuzungumzia masharti ya waumini kupata ushindi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunawakaribisha tena wasikilizaji wetu wapendwa katika kipindi hiki katika wakati huu wetu, nacho ni kipindi chenye anwani ushindi katika Ramadhani. Na wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia masharti ambayo yanafaa yawepo ili kupatikana ushindi, na tukazungumza ya kwamba ushindi hauji kutoka hewani, bali ushindi unakuwa ni wenye kuteremka wakati ambapo watu hawatarajii. Ushindi, kushinda na kushindwa ni masala mawili ambayo yamejikita katika zile sheria na zile njia na zile kanuni ambazo zimewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, na hapana budi ya kwamba waumini ni lazima wawe ni wenye kuzifahamu na kuzijua na kuzielewa, na wawe na uoni na elimu ya uhakika ili waweze kujirudi na kuelekea katika zile njia ambazo zinaweza kuturudisha katika ushindi. Kisha tukaja katika zile shida ambazo zinapatikana katika umma, au shida zinazokumba umma huu leo, ni kwamba wafuasi au watu, sisi kama Waislamu tumekuwa ni wenye kulewa na katika kufuata na kuiga zile njia za kigeni. Tumepotoka katika ile njia ya sawa na tumesahau ule ujumbe ambao umeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mitumi wote, na wa mwisho kabisa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeshindwa kutofautisha baina ya adui na rafiki, na mara nyingi rafiki tunamfanya ni adui na adui tunamfanya ni rafiki. Na ndiyo tukaelezea kwamba ndiyo tunajikuta sahihi sisi kwa sisi tunapigana, huku tukitaka kujiendeleza au kuona ya kwamba tukishika mamlaka tutaweza kufanya 1, 2, 3. Tunamwaga damu ya Waislamu wengi, wengine wasio na hatia, wengine wakiwa wema, kwa yale malengo ambayo hayajikita au hayajaonekana vilivyo yanavyotakiwa. Kisha tumekosa kufahamu zile strategia, zile mbinu na zile njama ambazo zinaundwa dhidi ya umma huu. Na kwa ajili ya hiyo labda itakuwa ni muhimu hapa tutoe yale maneno ambayo yalizungumzwa na Menachem Begin katika vita vya siku 6 baina
ya dola za Kiarabu na Wazayuni katika mwaka wa 1967 mwezi wa Juni kuanzia tarehe 5 kwa siku 6 zinazofuata, walipopata ushindi na wakaingia mashariki ya Al-Quds, akawa ni mwenye kuzungumza mambo ambao Wazayuni wenzake wakaanza kumwambia na kumtilia shaka, mbona wewe unazungumza maneno haya na hujui ya kwamba unasikika na watu, na Waarabu hawa ambao ni adui zetu wanaweza kuchukua mambo hayo, na baada kuyachukua mambo hayo wakatupiga sisi, kwa sababu wakatumia mbinu hizo hizo. Sasa Menachem Begin ambaye baadaye alikuwa ni waziri mkuu katika miaka ya 77, 78, 79 wakati huo, akawa ni mwenye kuambia wale waliomwambia yale maneno, akamwambia al-Arab la yaqra'un. Waarabu, akimaanisha si Waarabu peke yake bali na Waislamu kiujumla, la yaqra'una, hawawi ni wenye kusoma, hawasomi yani. Wa idha quri'u, na pindi wakati wanasoma yale wanayoyasoma, la yafhamun, hawawi ni wenye kuyafahamu, yani inakuwa ni kama papagha, ni kama kasuku ambaye anazungumza mbali na kwamba hajui anachozungumza. Wa idha fahimu la ya'malun, na wanapofahamu yale wanayoyasoma basi hawayatilii katika matendo, hawayaingizi katika matendo kwa kuyafanyia kazi ili yalete natija mzuri. Sasa ni kwa jamii yoyote, ili kuweza kushinda dhidi ya maadui zake, kuna baadhi ya masharti ambayo yanatakiwa yawe ni yenye kutimia, yawe ni yenye kutekelezwa. Na kikundi chochote au kipote chochote ambacho kitatekeleza masharti haya, ni kumaanisha ya kwamba ushindi utakuwa ni wao. Na katika masala ya kushinda na kushindwa, hizi ni zama ambazo zinapitia baina ya watu, kwa sababu zile zama leo wewe umeshinda, kesho umeshindwa, kesho kuto umeshinda, siku nyingine umeshindwa. Na hiyo ndio hali. Hata saa nyingine inawezekana ya kwamba jeshi likenda likapigana na jeshi ambalo ni dogo, jeshi ambalo halina vifaa, jeshi ambalo halijaandaa, au nchi ambayo haijajiandaa ili kupigana, lakini nchi ile ikawa ni yenye kushinda nchi kubwa. Na wale ambao wanaonekana wakati mwingine ni madhaifu ndio wanakuta ya kwamba wanashinda wale ambao wenye nguvu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikiwa si Waislamu. Na katika historia tunakuta ya kwamba kanuni hii ya kushinda na kushindwa imejitokeza wazi. Hii ni kanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ameiweka katika nchi au katika huu ulimwengu. Nyinyi wakati wa Uhud mmepata pigo, makafiri nao wakati wa Badri wamepata pigo. Sasa ikiwa nyinyi mnalalamika ya kwamba mmeguswa na jeraha, mmepigwa pigo, basi wale watu wengine nao wamepata pigo mfano wenu nyinyi. Watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, na hizo ni zama, huo ni wakati, hiyo ni yale masiku ambazo tunabadilisha baina ya watu, yani yale mazuri na yale mabaya yanayowakumba watu tunayabadilisha baina kaumu tofauti, baina ya waumini na wasiokuwa waumini, baina waislamu na wasiokuwa waislamu, kwa sababu moja au sababu nyingine. Nayo waliya'lama Allahu alladhina amanu, na pia ili Allah subhanahu wa ta'ala
apate kuwafahamu na kuwajua. Tayari anawajua, lakini awapambanue wale alladhina amanu, wale ambao wameamini. Wayattakhidha minkum shuhadaa, na achukue miongoni mwenu mashahidi, wale ambao watakuwa ni wenye kuaga dunia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na musihesabu wale waliokufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wafu, bali wao wako hai. Inda rabbihim yurzaquna, wako mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Farihina bima atahum, wanafurahi sana, wanafuraha ya hali ya juu kwa yale wanayopatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ili kuwapambanua wale ambao ni waumini wa kihakika, na achukue miongoni mwenu au kati yenu mashahidi. Wallahu la yuhibbu dhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale watu ambao ni madhalim. Mbali ya kwamba dhalimu huyu anaweza kumchapa, anaweza kumtia jeraha, anaweza kumpiga kipigo muumini kwa sababu ya muumini mwenyewe yale mambo ambayo yatakuwa yamechangia kwa mikono yake au amechangia kwa mikono yake. Sasa hebu tuziangazie haya masharti ambayo yanawapelekea waumini waweze kushinda. Waumini hawashindi kwa sababu ya idadi. Waumini hawashindi kwa sababu ya maandalizi. Waumini hawashindi kwa sababu ya silaha. Sharti la kwanza ambao linatakana lipatikane ni iman ar-rasikh, imani iliyojikita, imani yenye nguvu, imani ya sawa sawa. Imani ya sawa sawa inapopatikana, basi ushindi unakuwa ni kwa waumini, kwa sababu hii ndio tofauti kubwa. Ndio Saidna Umar alikuwa na kauli yake maarufu akisema ya kwamba sisi kama waumini hatushindi kwa sababu ya idadi, sisi kama waumini hatushindi kwa sababu ya maandalizi, sisi kama waumini hatushindi kwa sababu ya silaha, tunashinda kwa sababu ya imani. Ni imani yetu ambao ni tofauti na wengine, imani yetu ambao ni kubwa, imani yetu ambao ni ya sawa, imani yetu ambao ni barabara, ndiyo inatufanya sisi tuwe tutawashinda wasiokuwa sisi. Sasa akaendelea Saidna Umar kusema, wakati ambapo waumini au waislamu watakuwa ni waislamu au wanajiita ni waumini lakini hawana imani, basi hapo tutakuwa ni wenye kushindwa, kwa sababu maadui wanatushinda kisilaha, wanatushinda kiidadi, wanatushinda kivinginevyo. Sasa ile imani ndiyo inafanya sisi tuwe ni wenye kuwashinda. Kwa hivyo iman ni miongoni mwa masharti ambayo ni lazima ipatikane ili kuweza miguu yetu kuweza kuthibitika, miguu kuweza kujikita katika huu ulimwengu na kuweza kujikita katika vita dhidi ya wasiokuwa waislamu pindi wanapokuwa wamesimama wao imara ili kutupiga au ili kupambana na sisi. Waislamu ikiwa watakuwa ni wakweli katika imani yao, Waislamu watapokuwa wamejikita barabara na ni waumini wa kihakika na kikweli na ni waumini wa sawa sawa, hivyo kila wakati wanapopambana na adui watakuwa ni wenye kushinda, wataibuka wao ni washindi. Lakini ikiwa wakati umefika ya kwamba sisi miguu yetu hayajajikita sawa sawa barabara katika ardhi, hatutakuwa ni wenye kushinda, hatutakuwa ni wenye kufaidika, hatutakuwa ni wenye kuwa na mkono wa juu katika ushindi. Katika hali hiyo, ikiwa tutakuwa ni wenye kushindwa na tutakuwa tuko chini, kumaanisha ya kwamba sisi hatujakuwa na imani, sisi tuna shida, tuna tatizo ambalo inabidi tulikalie kitako, tulikalie kikao
ili kila mmoja mwanzo kwa nafsi yake aikalie nafsi yake, aangalie ana tatizo gani, aweze kulitatua lile tatizo, ili aielekeze nafsi yake katika imani, katika uchaji Mungu, katika ibada, katika mema, katika mazuri, katika njia nyingi za kheri na menginevo, ili ajinyanyue yeye mwanzo kiimani, ainyanyue familia yake kiimani. Waumini ndiyo lengo la ushindi. Na kuhusiana na haya, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia kuhusu mtumi, anamzungumzia kuhusu mtumi wake, anazungumzia kuhusu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika suratul Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala anatuzungumzia kuhusu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa njia hii anatuzungumzia kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuhusu jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyowapatia ushindi waumini, kwa kiasi ambacho kwamba usaidizi ulikuwa kwao, usaidizi ulibakia kwao. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ya kwamba, anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfal ambayo ni sura ya 8 aya ya 62-63, anatuambia wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina. Ikiwa wao wanafiki, wao wasiokuwa waislamu, wanataka kukudanganya wewe usiwe na tatizo, kwa sababu mlinzi wako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unalindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unaangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unasaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ayyadaka binasrihi, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekusaidia wewe ili kukupatia nusra, ili kukupatia ushindi, akakukitisha wewe, akakupatia wewe nguvu. Wa bilmu'minina, na pia kwa waumini, kwa ule usaidizi wake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekusaidia wewe kwa kukukitisha wewe na kuwasaidia na kuwapa nguvu, kukupatia nguvu wewe na kuwapatia nguvu waumini kwa usaidizi wako. Wa alafa baina qulubihim, na Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha nyoyo zao, akatia mahaba baina yao. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akayaingisha yale mahaba, akatia upendo, akaleta masikilizano baina ya nyoyo zao. Nyoyo zao zikawa ni moja, zenye mshikamano mmoja. Lau wewe ungekuwa ni mwenye kutumia mafil ardi jamia, zote ambazo ziko katika ardhi, ma alafta baina qulubihim, hungeweza kuziunganisha nyoyo zao. Walakin Allah alafa bainahum, lakini ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameziunganisha zile nyoyo zao za hawa waumini, ambapo kabla hapo walikuwa ni maadui baina yao. Maadui Ansar walikuwa
wana uadui mkubwa baina yao, baina Khazraj na Aus, lakini walipoingia katika iman, wakapata iman na wakapata utamu wa iman, basi nyoyo zao zilikurubiana zikawa ni moja, linalompata mwingine ndiyo limempata yeye. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule usaidizi kwa waumini, wakati mwingine anatumia malaika ambao malaika hao ambao wanawasaidia waumini, malaika ambao wanawasaidia waumini. Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hilo anasema katika aya ya 12 ya suratul Anfal, idh yuhi rabbuka ila almalaika, pindi alipowafunulia, alipowateremshia wahyi Mola wako nani? Malaika, akiwaambia ya kwamba anni ma'akum, mimi niko pamoja na nyinyi, fathabbitul ladhina amanu. Kwa hivyo ikiwa mimi nipo pamoja na nyinyi, inatakana nyinyi muwapatie ujasiri, muwathibitishe nani? Alladhina amanu, wale ambao wameamini. Kwa hivyo malaika wanateremshwa hasa kuwasaidia waumini katika ile njia yao. Na usaidizi huu haujamalizika tu kwa waumini waliokuwa pamoja, kwa sababu mbali na kwamba hii aya imeteremka wakati wa vita vya Badri, kueleza jinsi gani malaika walivyoteremka na wakawakitisha na kuwathibitisha na kuwasaidia waumini kupambana na makafiri wa Maka, lakini hii mfundisho lake ni la kijumla, ni kwamba waumini wengine wowote ambao watasimama msimamo wa haki kupigana na wasiokuwa waislamu au kupambana na wasiokuwa waislamu katika njia ya haki, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa pamoja nao. Angalia Bosnia na Herzegovina, angalia Palestina, angalia Afghanistan, angalia Kashmir, angalia Chechnya, angalia nchi nyingine ambazo waislamu wamesimama imara kutaka haki yao, kuipigania haki yao, kutumia nguvu, kutumia juhudi zao zote na kutumia silaha. Jinsi gani wachache kama hao wanakuwa ni wenye kusaidiwa. Na ukisoma makala ambayo yanatolewa ushuhuda na mujahidina wakati waliokuwa katika shida, na jinsi gani walivyoondoka katika tatizo, mpaka leo hawaelewi ni vipi waliondoka katika tatizo lile, ikiwa wao wamezungukwa na hakuna njia nyingine yoyote ya wao isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea usaidizi wake na wanakuwa ni wenye kutoka katika ile shida kwa njia ambao hawaifahamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea sisi kuhusu hilo. Si hilo tu, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika Suratut Tauba ni sura ambayo inafuatia Suratul Anfal, sura ya 9. Hii ni sura ya 9. Sura ya 9 hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, sura ya 9 hii Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 26, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa adhaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya hii, anatuambia tena kuhusu jinsi gani anatuma malaika kuwasaidia waumini. Hapa walikuwa ni waumini pamoja na mtumi wao Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi,
kisha au baadaye anzala Allahu sakinatahu, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha sakina yake, aliteremsha utulivu wake ala rasulihi, kwa mtumi wake yani nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ala almu'minina, na juu ya waumini, wa anzala junudan lam tarawha, na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha jeshi lam tarawha, ambalo hamkuliona, kumaanisha malaika. Lam tarawha, hamkuliona, hamkuweza kuliona, wala ilikuwa si kwenu kuliona jeshi hilo. Jeshi hilo limeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwateremshia nyinyi wakati ambao wa dhiki, wakati wa shida, wakati wa balaa, akawateremshia utulivu, msione ile balaa wala ile dhiki. Kisha akawateremshia jeshi ambalo hamkuliona. Wa'adhaba alladhina kafaru, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu wale ambao kwamba wamekanusha, wale ambao kwamba wamekufuru. Wadhalika jazaa'ul kafirin, na hiyo ni jazaa, na hayo ni malipo kwa waliokanusha au waliokufuru. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha njia nyingine, huleta njia nyingine za usaidizi, kuwasaidia waumini ambao wamemwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waumini hao wanapokuwa ni wenye kupigana na mushrikina, waumini wanapokuwa wanapigana na mushrikina na wasiokuwa waislamu, usaidizi huu ulikuja kwa njia nyingine, si malaika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alileta usaidizi wake aina nyingine kabisa. Na katika vita vya Ahzab au vita vya Khandak, Ahzab ni confederate, makundi, makabila, na Khandak ni lile shimo ambalo lilochimbwa, kwa sababu katika vita vya Ahzab mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura ambayo anaita suratul Ahzab, ambayo ni sura 33 katika msahafu, katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala, Ahzab, makundi haya yalikuwa ni yale makundi ya Quraysh, Bani Ghatafan na wengine, hata Mayahudi ambao walijiunga na wao ili kuja kupambana na waumini, ili kuja kupambana na Waislamu, ili kuja kupambana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea upepo, kimbunga ambacho kilifagia zile kambi za makafiri, Makureishi na Bani Ghatafan. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Ahzab, sura ya 33 aya ya 9, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum, enyi mlioamini kumbukeni neema. Udhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyowajilieni nyinyi, iliyokuwa juu yenu, tulioleta kwenu. Idh ja'atkum junudun, yalipokujieni nyinyi majeshi, kumaanisha ya kwamba Makureishi, Bani Ghatafan na zile kabila nyingine ambazo za Mayahudi ambazo zilikuwa zimetolewa Madina kwa sababu ya vitimbi vyao na kutaka kuwaua Waislamu na kutaka hata kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idh ja'atukum junudun fa'arsalna alayhim rihan, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha, akawapelekea wao upepo, wa junudan lam tarawha, na anarudia tena, na jeshi ambalo hamkuliona. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa alituma majeshi mawili kwa wakati mmoja, alituma rihan, alituma upepo, na akatuma jeshi ambalo nyinyi waumini masahaba hamkuliona, yani kumaanisha malaika. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kwa yale wanayoyafanya ni mwenye kuona.
Allah subhanahu wa ta'ala anaona yote ambayo wanafanya tunafanya sisi kama waumini, na yale ambao wanafanya wasiokuwa waislamu dhidi ya waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anayaona, Allah subhanahu wa ta'ala ana habari, Allah subhanahu wa ta'ala anayatambua na anayajua. Au kwa wakati ule mwingine katika suratul Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala katika vita vya Badr aliteremsha rehema yake, na rehema hii katika aya 11 ni ile mvua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia waumini katika kipindi cha Badri, kabla ya vita vya Badri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, suratul Anfal ambayo ni sura ya 8, tumeikariri, aya yake ni aya ya 11. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kabla ya vita vya Badri, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha rehema yake, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha neema yake, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha jambo ambalo liliwasaidia waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kumbukeni idh yughashikumun nu'asa, alipokuleteeni nyinyi, kumbukeni ule wakati ambao alikuleteeni nyinyi usingizi, alikuleteeni nyinyi usingizi, an-nu'asa amanatan minhu, ambao ulikuwa ni alama ya salama ya amani itokayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na si hivyo tu, bali wayunazzilu alaykum minas samaa'i maa, na akateremsha kutoka mbinguni maji, liyutahhirakum bi, kwa maji hayo ili apate kuwatahirisha nyinyi. Kisha wayudhhiba ankum rijza ash-shaytan, na akuondoleni uchafu wa shetani, waliyarbita ala qulubikum, na baada uchafu wa shetani na kutahirishwa pia kuzipa nguvu nyoyo zenu, kuzifungamanisha nyoyo zenu ziwe ni nyoyo ambazo ni moja, zenye kushirikiana, wayuthabbita bihi al-aqdam, na kuithibitisha, kuikitisha miguu yenu. Mwanzo kupatiwa usingizi ili wapumzike, ili wawe katika hali ya usalama, wasiwe ni wenye kufikiria jeshi linalokuja ambalo ni kubwa lenye silaha. Wapate utulivu, wapate amani, wapate usalama. Si hivyo tu, baada hapo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha maji kutoka mbinguni, mwanzo kuwasafisha, watahirisha, kuwafanya wao wawe safi, na awatoe ule uchafu wa shetani, na kisha nyoyo zao ziwe na nguvu. Na kwa sababu wako katika jangwa, ule upande ambao kutakuwa na mvua, ule mchanga utashikana, maguu yao hata hayatakuwa ni yenye kuzama. Yote hii ni usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia waumini wanapokuwa wanajiandaa au wako tayari kupambana na nani? Kupambana na wasiokuwa Waislamu. Au wakati mwingine pia Allah subhanahu wa ta'ala anatumia nguvu za maadui. Allah subhanahu wa ta'ala anatumia nguvu za maadui. Maadui hao wafanye nini? Ili kupigana wao kwa wao, ili kugombana wao kwa wao, ili kuuana wao kwa wao, kama ilivyopatikana kwa nani? Kwa Banu an-Nadhir. Banu an-Nadhir ni kabila miongoni mwa yale makabila matatu ambayo yalikuwa yanaishi Madina. Allah subhanahu wa ta'ala akawaunganisha wao kwa wao, na akawapatia salama waumini na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni yale ambayo tunaambiwa katika suratul Hashr. Suratul Hashr ni sura ya 59, aya yake ni ya pili.
Banu Nadhir ambao walifanya vitimbi. Ikabidi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aunde jeshi la mujahidina kwenda kupambana na hawa Banu an-Nadhir, hawa Mayahudi ambao walifanya vitimbi vikubwa vya kutaka hata kusaidiana na makafiri, mbali na kwamba wameandikiana mkataba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba watasaidiana. Ikiwa wao wanapigwa, Waislamu watawasaidia. Ikiwa Waislamu wanapigwa au wana majeshi ya maadui yanakuja kuwapiga, basi wao wasimame kidete, wasimame imara kumsaidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakavunja ahadi hiyo, bali wakaenda mbele mpaka wakataka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewang'oa, ndiye aliyewatoa wale waliokufuru miongoni mwa wale waliopatiwa kitabu, min diyarihim, kutoka katika nyumba zao. Waliokufuru, kuna wale ambao wamepatiwa kitabu walioingia katika Uislamu, wakafuata Uislamu ambao ndiyo dini waliotumiwa mitumi wao kuanzia Nabii Allah Yaqubu mpaka Nabii Allah Isa, kuja kuwakitisha wao, kuja kuwajulisha wao, kuja kuambia wao warudi katika dini ile waliokuwa nayo, dini ile ya sawa, dini ile ambayo iliteremshwa kwa mitumi manabii waliotumwa kwao. Kwa hivyo min diyarihim, aliwatoa katika nyumba zao, liawwalil hashri, katika yale mapambano ya mwanzo waliopambana baina ya waumini na baina ya hawa Bani an-Nadhir, baina ya waumini na baina Bani an-Nadhir. Sasa katika hali hiyo, yale mapambano tu yalipoanza, wao tu wakaona ya kwamba hawawezi kabisa kupambana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika yale mapambano ya mwanzo ndiyo yaliyowapeleka wao uhamisho wakati huo kwa mara ya kwanza. Ma dhanantum an yakhruju, hamkudhania nyinyi kama waumini kwa zile nguvu na zile silaha na zile ngome na yale majeshi ambayo yalikuwa yana uzoefu katika vita, hamkudhania, ma dhanantum an yakhruju, hamkudhania ya kwamba wao watatoka. Wadhannu annahum, na wao wenyewe, nyinyi hamkudhania, na wao wenyewe kwa zile nguvu walizokuwa nazo, nguvu ambazo waliokuwa nazo, walidhani ya kwamba annahum mani'atuhum, wakadhania wao ya kwamba ngome zao zitawalinda na kufikiwa na nini? Husunuhum mani'atuhum, wadhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu. Wakadhania ya kwamba zile ngome zao walizokuwa nazo zitakuwa ni zenye kuwalinda, zitawakinga wao na ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta hukumu yake, akaleta amri yake, akawajia wao maadui hawa, maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake, na pia waumini kwa sehemu na mahali ambao hawakutazamia wala hawakutarajia. Wakadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatia uoga, akatia kicho katika nyoyo zao. Yukhribuna buyutahum, wakaanza kuharibu, wakaanza kuvunja nyumba zao au majumba yao, biaidihim, kwa mikono yao, wa aidil mu'minina, na pia mikono ya waumini ikaunga pale. Fa'tabiru ya ulil absar, basi zingatieni enyi wenye macho, enyi wenye akili, enyi wenye kuona, enyi wenye macho, zingatieni hilo. Kwa hivyo hizi pia ni dhana ambazo tuko nazo,
dhana ambazo na hofu ambayo inatakikana iwe ni yenye kutuondoka katika nafsi zetu. Hakuna nchi, hakuna taifa, hata likijiita ni superpower namna gani, ni super double power, super triple power, hata super to the trillion power, ikiwa ni trillion, ikiwa ni septillion, ikiwa ni hectillion, ikiwa ni decakillion, na yote hayo watakimbia katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuwe na yakini ya kwamba hawa wanaodhania hawatashindwa washaanza kushindwa, na nguvu zao haziwasaidii isipokuwa sasa wao kutaka usaidizi pia kwa mataifa mengine. Lakini ushindi huu au sharti hii la ushindi au sharti hii ya ushindi inajikita au imesimama au iko katika ile hali ya kwamba ni lazima kuwepo na waumini, kuwepo na almu'minun, kuwepo na waumini. Na ikiwa waumini kama hawa watakuwa ni wenye kusimama madhubuti, kusimama imara, hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya wao wawe ni wenye kuitawala hii ardhi. Lau hatutapatikana sisi kuingia katika ile imani na kuingia katika lile kundi la waumini, basi hatutaweza kuitawala hii ardhi. Na kwamba sasa tuko katika kutawaliwa ni kwamba hatujapatikana sisi ambao tuna imani ya kisawasawa, kwa sababu ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala havunji kabisa ahadi yake. Ahadi yake inakuwa ni yenye kutekelezwa, ahadi yake inakuwa ni yenye kupita. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nur anatuambia ya kwamba katika aya yake ya 55 Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ahadi, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ahadi kwa wale waumini miongoni mwenu, waamilu salihati, na wakatenda matendo mazuri, la yastakhlifannahum fil ardi, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka atawafanya wao ni makhalifa katika ardhi, atawakitisha, atawapatia uongozi kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapatia uongozi au ukhalifa wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na Allah subhanahu wa ta'ala atawamakinishia wao wale ambao watakuwa ni waumini wa kihakika. Dinahum alladhi, dini ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwetu sisi. Wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amna, Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia kikundi kama hiko baada ya kuwa na hofu, usalama na amani. Ya'budunani, hapo wataniabudu mimi. La yushrikuna bi, ya'budunani, wawe wataniabudu mimi peke yangu. La yushrikuna bi shay'an, hawatanishirikisha mimi na chochote na lolote na yeyote. Waman kafara ba'da dhalika, na yeyote atakaye kanusha baada ya hayo, baada ya maelezo hayo, baada ya ahadi hiyo ambayo tumepatiwa na tunatakikana tuwe tutasimama kidete kwa hayo. Waman kafara ba'da dhalika, na yeyote ambaye atakanusha baada ya hayo, faulaika humul fasiqun, basi hao watakuwa ni mafasik waliokengeuka na kupotoka katika ile njia ya sawa. Na ndiyo tunapata katika historia ule wakati wowote ambapo waumini walikuwa wanakutana na wasiokuwa waislamu, wanakutana na wasiokuwa waumini, hata ikiwa hawa makafiri au mushrikina au ambao si waislamu ni wengi zaidi, lakini
ushindi ulikuwa ni wa waumini. Ushindi ulikuwa ni wa waumini. Waumini kama hawa ambao walikuwa ni wachache au mara nyingi walionekana ni kidogo, hawakuwa ni wenye kurudi nyuma, hawakuwa ni wenye kukimbia katika maidani al-jihad, katika uwanja wa jihad, lakini badala yake ili waongeza wao imani, mbali na ule uchache wao, mbali na ule kuwa wao ni kidogo, lakini ili wazidisha wao imani ya hali ya juu, na wakaweza kusimama imara, wakaweza kupigana kwa ujasiri wa hali mkubwa sana, na ushindi ukawa ni wao. Tuangalie baadhi ya aya ambazo zinatuelezea kuhusu suratu al-Ahzab. Ya kwanza ni aya ya suratul Ahzab, aya 22 mpaka 23. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, na pindi waumini walipoona yale makundi, qalu, hapo wakawa ni wenye kusema, kwa sababu walitambua, wao wana utambuzi, wao wana ufahamu, wao wana kuelewa mambo ambao wasiokuwa waislamu wanashindwa kuelewa. Kwa hivyo walipoona tu yale makundi yanakuja, qalu, hapo wakawa ni wenye kusema, hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, haya ni yale ambayo alituahidi sisi, alituambia sisi, alitufahamisha sisi ya kwamba yatatukuta Allah subhanahu wa ta'ala na mtumi wake. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, na Allah subhanahu wa ta'ala ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, yale ambao ametuahidi sisi Allah na mtumi wake. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, na amesema kweli Allah na mtumi wake. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, na haikuwazidisha wao hilo ya kwamba makafiri wamewajia wao wakiwa makundi, haikuwazidisha wao ila imani na kusallim amri. Minal mu'minina rijalun sadaqu, miongoni mwa waumini kuna wanaume ambao wamesadikisha ma'ahadullah alayhi, kwa yale ambao wamempatia ahadi, ma'ahadullah alayhi, kwa yale ambao wamempatia ahadi Allah subhanahu wa ta'ala kwayo. Faminhum man qadha nahbahu, kuna wale ambao wametangulia tayari, wametekeleza ile ahadi yao waliompatia Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakafika katika kikomo, wakawa ni wenye kupata ushahidi, wakawa ni wenye kupata shahada, matayadum. Wa minhum man yantadhir, na kuna wale ambao wanangojea, wakingojea zamu yao, wakingojea wakati wao. Wama badalu tabdila, na hawajabadilisha msimamo wao kabisa katu. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza tena katika suratu Al-Imran, katika suratu Al-Imran aya ya 173 mpaka aya ya 174. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, alladhina qala lahumun nasu, wale ambao kwamba qala lahumun nasu, walikuwa ni wenye kuambiwa na watu. Hawa watu walikuwa ni wanafik, wanawaambia, na wale waliokuwa wakiambiwa ni wale waumini wa kihakika, waumini wa sawasawa, masahaba wakiwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inna an-nasa qad jama'u lakum, hakika watu wamekusanyika vile vile katika vita vya Ahzab, wamejumuika, wamekusanyika ili kuwapiga nyinyi. Fakhshawhum, basi waogopeni. Fazadahum imana, imani yao ikaongezeka, ikazidi maradufu. Waqalu hasbunallah, wakasema Allah subhanahu wa ta'ala anatutosheleza sisi, wa ni'mal wakil, na yeye
Allah subhanahu wa ta'ala anatutosheleza sisi, na yeye ndiye mlinzi bora kuliko walinzi wote. Sisi tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mlinzi wetu. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, matokeo yake kwa sababu ya msimamo huu walikuwa ni wenye kurudi nyumbani bi ni'matin min Allah, wakiwa na baraka na neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlan, na fadhila kutoka kwake. Lam yamsashum su', hawakuguswa wao na ubaya wa aina yoyote. Wattaba'u ridwan Allah, na badala yake wakawa ni wenye kufuatiwa na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhu fadlin adhim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila kubwa zisizokuwa na hisabu. Kwa hivyo angalia ile misimamo ambayo iliwafanya wao wapate usaidizi, na sisi tukiwa na misimamo, na tunaona misimamo hii, wale ambao wamesimama imara kuwa na misimamo kama hii mpaka sasa wanaishi, mbali na kwamba mapesa chungu mzima yametolewa. Whoever gets them or one of them, dead or alive, $5 million or $5 billion or whatever the amount, yote ambaye atampata akiwa hai au atawapata wakiwa hai, mmoja wao au wote ambao wanatafutwa na Marekani na wengineo, akiwa hai au amekufa, basi atapata $5 milioni au $5 bilioni au kile kima chochote ambacho kitawekwa. Lakini mpaka sasa hawa mabwana hawajapatikana wala hawajui wako wapi. Udhaifu ulioje kwa mtaka na mtakiwa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke sisi katika imani ya namna hiyo, imani iliyokubwa na iliyomzito. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga yetu, na atuweke katika siha mzuri tuweze kuifunga, na tuweze kuendelea hata baada ya Ramadhani na ibada ambazo tunazifanya wakati wa Ramadhani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie mema yetu yote na khairi zetu zote ambazo tunazifanya na tutakazozifanya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie khatima njema. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie taqwa, atupatie uongofu, atupatie utohara, atupatie kinai, na atupatie utajiri ambao utakuwa ni wa khairi, na kuweza kuutumikia katika njia yake utajiri kama huo. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika wiki itakayokuja ataendelea pia, katika juma litakalokuja ataendelea na mada hiyo, masharti ya waumini kupata ushindi dhidi ya maadui zao. Kamati ya msikiti wa Jamia ina matangazo mawili mafupi. Kuna madarasa kwa wanaume ya usomi wa Qur'ani baada ya sala ya adhuhuri na baada ya sala ya alasiri. Kwa yeyote ambaye anataka kujiunga, basi anaweza kuchukua fomu kutoka katika ofisi ya da'wa, akajaza na kuanza. Ada yenyewe kwa muhula wote au wakati wote utakapokuwa katika masomo ni 2300 peke yake. Kwa hivyo jiunge ili uweze kujua kuisoma Qur'ani na kuweza kuisoma inavyotakiwa, ili uweze au tuweze kupata thawabu ambazo zinatarajiwa katika usomi kama huo. Hatuna budi kufikia hapo kuwaageni na kuwatakieni Ramadhan yenye baraka na saum ambayo itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kamati ya msikiti wa Jamia inawatakia wasikilizaji wote wa idhaa hii, na hasa wenye kukisikiliza kipindi cha Jamia, wanawatakia Ramadhan Karim na Ramadhan Mubarak na saum makbul, na pia tunawaombea kila mmoja awe atabakia katika hali hiyo ambayo alikuwa katika Ramadhani baada ya Ramadhani. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.